Sheikh anasema wal hukmu mutaalliqun bil mudahhi, na hukumu hii ya kuzuiliwa kunyoa nywele, kukata kucha, kadhalika kuondosha vilivyokuwa juu ya ngozi, hii hukumu hii ambayo sisi tuielezea hapa. Wal hukmu, na hukumu hii mutaalliqun bil mudahhi, ni yenye kufungamana kwa mwenye kuchinja, inamuhusu mchinjaji yule mwenyewe mwenye mnyama wake. Wal wakilu, ukijalie wao ni istinafia na ndio sawa. Wal wakilu, na muwakilishwa, la yataallaqu bihi nahyun, halifungamani pamoja na yeye katazo. Muwakilishwa, yuko mtu umempa fedha yako akakununulia mnyama kwa niaba, na ikifika siku ya Eid al-Adha akuchinjie mwenyewe, uko bize au uko mbali au upo kwenye mji ambao huna hiyo fursa ya kuchinja, wewe ndiyo mchinjaji. Yule uliyompa pesa anayekwenda mnadani kutafuta mnyama, na ikafika siku ya Eid akachinja, yule ni mwakilishwa wako, si ndio? Alwakili. Sasa huyu aliyewakilishwa huyu, hukumu hazitamhusu yeye. Wewe ulio na ule udhiya wako ndio utahusika na hukumu hizi za kujizuilia kunyoa, kukata kucha na vitu vingine, sawa Kwa hiyo isijekuwa umetumwa kuwachinjia watu wanyama wao ukabaki na majikucha kwamba bwana sinyoi bwana, nini, jamaa zangu huko wamenipa kazi bwana, ni watafutie udhiya niwachinjie. Hasa kwa nini unyoe? Labda kama una wakwako, lakini kwa kutumwa tu, wewe sio mwenye kuchinja bwana, wewe ni wakili. Wenyewe watazuia nywele zao huko na kucha zao, wewe nyoa tu, wewe si mtu wakati. Unaona? Umeelewa hapo? Wal hukmu mutaalliqun bil mudahhi, na hukumu ni yenye kufungamana kwa mwenye kuchinja. Wal wakilu, na aliyewakilishwa. Alwakili inakuja kwa maana almawkul. La yataallaqu bihi nahyun, haifungamani au halifungamani pamoja na yeye huyu wakili katazo. Sheikh anaweka wazi zaidi, anasema faman dhaha an ghairihi biwasiyatin au wakalatin fahadha la yahrumu alayhi akhdhu shay'in min sha'rihi au dhufrihi au basharatihi. Anafafanua faman dhaha an ghairihi, na yule ambaye atachinja udhiya kwa niaba ya mwingine, biwasiyatin, kwa sababu ya usia aliyoachiwa, au wakalatin, na kwa sababu ya uwakilishi aliyopewa. Kwa hivyo ikawa anachinja kwa niaba ya mwingine, fahadha, basi mtu huyu mwenye kuchinja kwa niaba, la yahrumu alayhi, hakuharamiki juu yake, akhdhu shay'in min sha'rihi, kuchukua chochote katika nywele zake, au dhufrihi, au katika kucha zake, au basharatihi, au katika ngozi yake. Huyu hukumu haitotaallaq na yeye, badala yake wale ambao wamemwakilisha wao jambo ndio la kwao. Na hii kauli hii ndio yenye nguvu kwenye khilafu iliyopo. Wako baadhi ya ulama al-ahnaf, wao wanaona wakili anasimama mahala pa muhusika, kwa hivyo atafanya yale ambayo anayatakiwa kufanya muhusika. La, kama ni hivyo basi tungesema zile thawabu za hilo jambo basi angelipata wakili, angezipata wakili kama anavyozipata muhusika. Wakili atapata fadhila yake ya kusaidia kheri, si ndio?
lakini sio atapata fadhila za kuchinja kama yule aliyemwakilisha. Kwa hivyo hawezi kusimama mahala pake muda wa kuwa mwenye jambo yupo. Tumefahamiana? Hapa masala muhimu sana. Kwa hivyo wale wenye kutumwa kuchinja, wao hawahusiki na hukumu hizi, na hili jambo limewahi kuleta mizozo siku za nyuma katika baadhi ya taasisi zinazowakilishwa kuchinja wanyama wa udhiya. Ziko baadhi ya nchi za Kiislamu au zenye Waislamu wengi zina mikakati ya kutuma fedha zao kwenye baadhi ya muasasat na watu kuwachinjia wanyama. Imewahi kutokea mizozo. Je, hao waliopewa hizi fedha kwa ajili ya kuwatafutia hao watu udhiya wafungamane na zile hukumu za udhiya? Aljawabu la, sio sawa. Sisi tumeona baadhi ya watu wanashughulikia kuwanunua wanyama wa watu na hao wamejizuia kunyoa, kufanyaje kwa wanyama wale wale waliotumwa. Hii ni madhhab dhaifu. Sawa sawa, inafaa kwa wakili kuchukua chochote katika mwili wake